Karibu sana kwenye habari hizi za magharibi ya siku ya leo, tukiwa saa 11 ya magharibi saa za Afrika ya Kati, na hivyo tunakuletea habari tukiwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali inazidi kuwa tete. Lakini sasa hivi tunataka kuangazia habari kuelekea ndani ya mji mkuu wa Kinshasa ambako hali imeweza kuwa tete katika eneo za kanisa ya Shekinah Tabernacle ambayo iliweza kuungua moto na kuteketea kabisa. Moto mkubwa umeweza kuwaka katika eneo ya quartier ya De Bonhomme pembeni ya boulevard ya Lubumba mjini Kinshasa, na moto huo uliweza kusababisha kuweza kuungua kwa kanisa ya Tabernacle Shekinah yenye kupatikana katika eneo hiyo leo hii tarehe 17 Mei 2026, na communauté chrétienne ya Shekinah Tabernacle iliweza kusikitika kuona moto mkubwa huo ukiwaka kwenye uwanja wao ambako wanafanyia ibada. Kulingana na information ya kwanza yenye tulipokea, ule moto ulianza karibu saa 11 za asubuhi. Ilikuwa ni 5h du matin ndo ile moto iliwaka. Ilikuwa ni mbele tu ya ibada ya leo dimanche ianze, lakini heureusement hakuna perte ya maisha yoyote ambayo iliweza kupotea. Ni kusema hakuna mtu yoyote ambaye aliweza kufariki dunia, jambo lenye limeleta soulagement kwa waamini wa kanisa hilo na kwa watu wa eneo hilo. Lakini bila ya materiele iliweza kuwa lourd juu karibu 90% ya equipment za ile kanisa na mainstallation za ile culte ziliweza kulungula kabisa na kuharibika kwa ile moto. Lakini pour l'instant cause ya ile sinistre haijajulikana officiellement, lakini baadhi ya source zinaongelea kuwa posibilite ya ile moto kuwaka ilikuwa ni court-circuit elektrike yenye ilifanyika ile asubuhi na kuweza kufanya hali iweze kuwa mbaya zaidi na kuweza kuchoma karibu kila kitu ndani ya kanisa hile. Ni 10% tu ya vitu ndio iliweza kuokolewa. Wakati huu solidarite inaendelea kufanywa ili kuweza kusaidia ule Pasteur Richard Dioka pamoja na baamini yake juu ya kujenga upya kanisa hile. Ni habari ambayo ni yenye kusikitisha kwa waamini wa kanisa hilo na watu wote ambao walikuwa wakitegemea kanisa hilo na waamini zaidi sana pamoja na pastere huyo. Ni jambo ambalo liliweza kumfanya aweze kuumia na kujihisi vibaya kutokana na tukio hilo ambalo liliweza kufanywa asubuhi ya siku ya leo. Hiyo ilikuwa ni habari kutoka ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Tuhamie basi ndani ya mji wa Goma ambako imeweza kuthibitishwa na gavana ambaye anatumika pamoja na serikali ya M23 wa Kivu Kusini. Aliweza kutangaza na kusema rasmi kuwa ugonjwa wa Ebola umeweza kutokea ndani ya mji huo wa Goma, na alisema kuwa kuna mtu mmoja ambaye alipimwa na kukutwa na ugonjwa huo, na kaomba wakaaji wote wa eneo la Goma waweze kuwa makini na kutaarifu vituo vya afya ikiwa mtu yeyote ataweza kubainika au kupatikana na ugonjwa huo. Hiyo ilikuwa ni message yake kubwa kwa watu wote, kwa kuwa ugonjwa huo kufika sasa bado hakujapatikana dawa wala tiba yoyote ya kutunza ugonjwa huo. Ndio maana inaomba wakaaji wote wa maeneo ya Goma na pembezoni waweze kujilinda na kuweza kupasha habari ili kuangaliliwa namna gani unaweza kufanywa juu ugonjwa huo usiendelee fasi yote mumuji wa Goma. Asante sana kuweza kufuatiliana na mie hadi sasa hivi. Hii ni Pepele News ambayo inakuletea habari muda wote, asubuhi, mchana, magharibi. Hivyo tunakuomba uweze kusubscribe, kushare na kucomment ili utujulishe unatufuata ukiwa eneo gani
swate mu Republique Democratique du Congo au mu zingine maeneo mbalimbali za dunia, tukiwa ndani ya Marekani, Rwanda, Burundi na nchi zingine kadhalika. Asante sana kuwa nasi, tukutanane basi kwenye habari za kesho asubuhi kwenye pande za saa 12 asubuhi.